Kwa wale ndugu zangu ambao mnahitaji huduma bora za ujenzi wa vyoo vya kisasa ambavyo havijai zaidi ya miaka 50 unavitumia, basi suluhisho la kujenga choo cha kisasa ambacho hakijai linapatikana kwa mtu bingwa mmoja tu anaitwa PMP Company Limited, yupo jijini Dar es Salaam, Tanzania, akifanya kazi pia nje ya nchi na maeneo mbalimbali ya Tanzania. Kama upo mkoani, mpigie simu sasa hivi. Kama upo Dar es Salaam, unajenga nyumba yako kali ya kisasa ambayo ni moja kati ya nyumba ambayo huhitaji usumbufu wa vyoo kujaa pamoja na kutapisha vyoo wakati wa mvua, piga simu sasa 0768643243. Banao ni PMP Company Limited, wamerudi tena kwa kishindo cha hali ya juu zaidi. Ninazo taarifa hapa, nafahamu kwa hivi sasa tunaonana nadra vibaya mno. Lakini mtanivumilia kidogo kwa sababu ninaandaa mazingira ya kuendeleza kile ambacho nilikianza. Sasa Iran wanaifundisha Marekani mtindo mpya wa namna gani ya kudeal na taifa hilo la Iran. Rais wa Iran Bwana Masoud Pezeshkian anasema Marekani inapaswa kubadili mtazamo na namna ambavyo wanaishughulikia na Iran, akisema kwamba Marekani wanapaswa kuheshimu ahadi walizozitoa, kuacha kutumia vitisho au mashinikizo katika kushughulikia masuala ambayo yanaihusu hiyo Teheran. Pezeshkian anatoa kauli hii wakati anakutana mjini Teheran na mkuu wa jeshi la Pakistan Field Marshal Asim Munir, ambaye yupo pale Iran kwa mazungumzo kuhusu masuala ya kikanda na juhudi za kidiplomasia za kutafuta suluhu ya mgogoro. Kwenye mkutano huo, Pezeshkian ameishukuru Pakistan kwa mchango wake katika kurahisisha mazungumzo na kuwasilisha matumaini kwamba malengo yaliyowekwa katika mkataba wa maelewano wa Islamabad MOU Memorandum of Understanding yatafikiwa kupitia utashi wa pamoja na ushirikiano ambao unaendelea. Pezeshkian anasema Marekani inapaswa kubadili lugha na mtazamo wao katika mahusiano yao na Iran, akionya kwamba kutumia mabavu, mashinikizo kutafanya utekelezaji wa makubaliano kuwa magumu zaidi. Kwa mujibu wa rais huyu wa Iran, Washington inapaswa kutekeleza ahadi zake kwa Iran kwa kuzingatia haki halali za nchi hiyo pamoja na viwango vya kimataifa. Pezeshkian amesisitiza kwamba uimara wa Iran unatokana na umoja na mshikamano wa wananchi wake. Anasema taifa hilo litaweza kukabiliana na shinikizo na vitisho vya aina yeyote kutegemea mshikamano huo wa kitaifa. Anasema, naomba nimnukuu, taifa letu litashinda shinikizo au tishio lolote kupitia mshikamano huu. Katika hatua nyingine, rais anasema amani ya kudumu na ushirikiano kati ya mataifa ya Kiislamu ni jambo la msingi kwa ustawi wa eneo hilo. Anasema mafundisho ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam yanasisitiza amani na urafiki, akieleza kuwa Iran ipo tayari kushirikiana na nchi za Kiislamu na majirani zao katika nyanja za kiuchumi, siasa pamoja na usalama. Lakini Pezeshkian anasema umoja na mshikamano wa mataifa ya Kiislamu ni miongoni mwa njia muhimu zaidi za kukabiliana na kile alichokiita njama za utawala wa Kizayuni na maadui wa Uislamu. Kwa mujibu wa Pezeshkian, endapo nchi za Kiislamu zitaweza kufikia mshikamano mkubwa, wapinzani wao watapata ugumu katika kutekeleza kile alichokiita malengo yao mabaya. Kauli inaendelea kuonesha msisitizo wa Teheran katika kuimarisha uhusiano na nchi za Kiislamu hata katika kipindi ambacho Mashariki ya Kati imekuwa ikikabiliwa na mivutano ya kisiasa na kiusalama. Pakistan imeahidi kuendelea na juhudi zao za upatanishi, ambapo Field Marshal Asim Munir amemshukuru rais wa Iran Bwana Masoud kwa juhudi zake za kusaidia kuleta utulivu katika ukanda huu. Munir anasema mchakato wa kidiplomasia unapaswa kuendelea kwa umakini na usahihi ili kufikia makubaliano ya kina yatakayoweza kumaliza mgogoro. Anasema Pakistan itaendelea kwa dhati na jukumu lake la kusaidia kurahisisha mazungumzo kati ya pande ambazo zinahusika. Kwa mujibu wa Munir, kumalizika kwa mgogoro huo kutafungua ukurasa mpya wa ushirikiano, hususan katika ujenzi mpya, maendeleo ya kikanda na kuimarisha usalama wa pamoja. Mkutano wa Teheran unafanyika wakati Iran na Marekani zikiendelea kukabiliwa na tofauti kubwa kuhusu utekelezaji wa makubaliano hayo. Pakistan inajaribu kutumia nafasi yao ya kidiplomasia kusaidia kufungua njia ya mazungumzo pamoja na kupunguza mvutano ambao unaendelea.
Sasa pale juu mmesikia nimezungumza kitu kinaitwa MOU, Memorandum of Understanding, ambao huu ni mkataba wa makubaliano, mkataba wa maelewano ambao upo chini ya Islamabad. Na mtakumbuka kwenye mkataba huo kuna vipengele 14 ambavyo mataifa au pande zote zinazosigana ni lazima zivitekeleze. Maelewano haya ya Islamabad kati ya Iran pamoja na Marekani yanasema, kipengele cha kwanza kinasema kusitishwa kabisa kwa operations za kijeshi, ambacho ndiyo msingi wa memorandum nzima. Iran, Marekani na washirika wao katika vita wamekubaliana kusitisha mara moja, na kusitisha sio kwa muda mfupi, kusitisha kwa kudumu operations za kijeshi katika pande zote za mapigano ikiwemo eneo la Lebanon. Maana yake si tu kwamba kusimamisha mashambulizi kwa muda mfupi, bali pande zote ambazo zimekubaliana zinatakiwa kutorudia kuanzisha vita au operations za kijeshi dhidi ya upande mwingine. Lakini pia wamekubaliana kutotishia wala kutumia nguvu na lugha za vitisho dhidi ya taifa jingine, jambo ambalo tumeliona linazungumzwa na Iran. Lakini kwenye kipengele hiki inatajwa pia Lebanon. Pande zote zimekubali kuheshimu uhuru, mamlaka pamoja na mipaka ya Lebanon ambayo yalikuwa ni matakwa ya Iran. Lakini kipengele cha pili ni kuheshimu mamlaka na mipaka ya kila nchi. Iran na Marekani walikubaliana kupitia MOU kuheshimu uhuru, mamlaka ya kitaifa na mipaka ya kila mmoja. Wakakubaliana kutoingilia mambo ya ndani ya taifa jingine. Hii ni moja ya hoja muhimu sana, kwa sababu kwa miaka mingi Iran imekuwa ikiishutumu Marekani kuingilia masuala yake ya ndani, huku Washington nayo wakishutumu Tehran kwa kuingilia siasa na usalama wa nchi nyingine zilizopo Mashariki ya Kati. Kwa hiyo ukitazama kifungu hiki kinaleka kuweka kanuni kwamba tatizo la ndani ya nchi moja halipaswi kutumiwa na nchi nyingine kwa sababu ya kuingilia au kutumia mabavu dhidi ya taifa jingine. Lakini pia vipengele 14, kipengele cha 3 kilisema kufikia makubaliano ya mwisho ndani ya siku 60, ambapo MOU ilianza kuwa zaidi ya makubaliano ya kusitisha vita, kwa sababu Iran na Marekani wakakubaliana kuanza mchakato wa mazungumzo ambapo ingepaswa kuzaa makubaliano ya mwisho ndani ya siku 60. Lakini siku 60 hizo hazikuwa lazima ziwe mwisho wa kila kitu, kwa sababu pande hizo zingeweza kuongeza muda wa makubaliano ya pamoja. Kwa hiyo MOU ni hatua ya kwanza. Mkataba wa kufikia kusitisha mapigano ndilo lengo la msingi katika eneo hilo. Lakini kuondolewa kwa kizuizi cha majini cha Marekani dhidi ya Iran, ambapo Marekani ilikubali kuanza kuondoa kizuizi chake cha majini dhidi ya Iran, jambo kubwa kwa sababu kizuizi cha majini kinaathiri uwezo wa nchi kufanya biashara kupitia bahari. Jambo la 5 ni kufunguliwa kwa mlango bahari wa Hormuz. Hii ni miongoni mwa vipengele muhimu zaidi katika MOU hiyo, ambapo Iran walikubali kufanya juhudi zote zinazowezekana kuhakikisha meli za kibiashara zinapita salama bila kutozwa ada kwa kipindi cha siku 60 kutoka Ghuba ya Uajemi kuelekea bahari ya Oman na upande wa pili. Kwa nini jambo hili linakuwa ni jambo nyeti? Kwa sababu mlango wa Hormuz ni njia muhimu sana usafirishaji wa nishati duniani, nilishasema, kwa sababu kufungwa kwake kumesababisha uhatari wa usafirishaji wa mafuta, biashara ya kimataifa kukwama, bei ya mafuta kupanda, uchumi wa nchi za Ghuba kuanguka, uchumi wa dunia kwa ujumla kupata changamoto kubwa. Kuna jambo la kuzingatia. MOU haikufanya Irani ipoteze udhibiti wake wa mlango bahari wa Hormuz. Kilichokubaliwa ni kuwezesha usalama na uhuru wa usafirishaji wa meli za kibiashara kwa masharti yaliyowekwa. Ndio maana swala la Hormuz limeendelea kuwa chanzo cha mvutano baada hata ya kuwepo kwa hiyo Memorandum of Understanding. Zipo hoja 14 kwenye yale makubaliano ya pale Pakistan. Hoja nyingine bwana mtazipata kupitia kwenye ukurasa wa Guido Media kule kwenye ukurasa wetu wa Instagram, ambapo taziweka zote hizo hoja 14 ambazo zipo kwenye Memorandum of Understanding. The same tutaendelea pia kuwepo kwenye ukurasa wetu wa Facebook kama Guido Media. Ninaomba sana support yenu mabibi na mabwana, kwa sababu muda wote sasa tutakuwa tupatikani rasmi kwenye kurasa zetu za YouTube. Kwa hiyo tutapatikana official kwenye ukurasa wa Instagram kama Guido Media, lakini pia kwenye ukurasa wetu wa Facebook kama Guido Media. Kule tutafanya kila ambacho wao hawataki kifanyike, tutakifanya tukiwa tuna amani ya kutosha zaidi. Lakini nguvu yenu kubwa ya kwenda kufollow, kwenda kulike, kwenda kushare ndio itanipa moral kubwa zaidi ya kuhakikisha kwamba ninawapa taarifa ambazo
zinafika. Lakini nendeni huko pia mtakutana na ile taarifa baada ya Marekani kutangaza kwamba Strait of Hormuz ni eneo lake, au kale kaeneo ka Hormuz ni kaeneo kake, basi wa Iran na wenyewe wametangaza kwamba jimbo la California ni mali ya Iran. Piga ni kupige, tupigane. Usisahau kusubscribe, like na kubonyeza alama ya kengele. Asante.